timu ya msimu huu sio ushindani. Yaani hata timu ya miaka miwili mitatu nyuma unaona kabisa kwamba ndani mti, yani panda mti, kata mti, panda mti. Yani kwa maana kikosi kinachoanza na ukiangalia kikosi ambacho kipo sabu, unaona kabisa kwamba hapa akitoka Pacome anakuja nani? Akitoka Duke Abuya anakuja nani? Lakini sasa hivi unaona kabisa kwamba kikosi cha kwanza first 11 chenyewe cha kutia maji. Ndugu mwandishi, mimi leo hii kuna wachezaji kabisa sio kuchezea Yanga. Kama nani? Yaani leo tu sio kuchezea Yanga. Kina nani hao ambao hawana sifa na vigezo vya kuchezea Yanga Afrika? Basi umekuja vizuri sana. Mimi nataka nikujibu shortcut. Kikosi cha msimu huu mchezaji wanaostahili kucheza Yanga wapo watatu tu. Watatu tu. Kikosi kizima cha Yanga Afrika. Ndio maana nikianza kusema kwamba ambao hawafai tachukua muda mrefu. Na kuambia ni watatu nitakutajia. Pacome Zouzoua, Diarra goalkeeper, Max Nzingeli. Wengine wote nisikilize mimi. Dube tupa kule. Huyo Hussein Shabalala tupa kule. Dube ndo takataka kabisa. Mohamed Shabalala, sawa? Shabalala nje ndani. Yaani kwamba kuna mechi anaamua anatusaidia, kuna mechi, unaona mechi ya leo jinsi aliyofanya. Amesikitika sana kwa sababu uzembe wa kwao, kona inapigwa. Uwezi beki mfupi kwa mtanguliza mbele akagombania mpira wa kona hata siku moja. Umeelewa? Kuona kabisa kwamba pale Mohamed Hussein mguu ndani mguu nje. Mguu ndani mguu nje. Na inawezekana kabisa ikawa pia ni kirusi Mohamed Hussein. Yeah, kwa sababu unaangalia timu aliyotokea ni wapi? Hussein anaweza kaa kirusi ndani ya Yanga. Mimi kabisa anaweza pia akawa ni kirusi. Yeah. Unaona wachezaji pia niliokuambia wengine kwamba hastahili kuchezea Yanga, fitness zao mbovu. Unaangalia wachezaji miguuni kana kwamba yani hawana fitness, yani wachezaji hawana fitness mechi. Wachezaji hawajitumi. Alafu kitu kinachoma mimi, viongozi wanalipa pesa nyingi. Wanalipwa pesa nyingi sana wachezaji wa Yanga, waichezea Yanga, wapambanie Yanga. Kwa nini hawajitumi? Kwa nini tu unatoa sare ambazo ni mfululizo? Hii sare ya 3 leo inaniuma sana ndugu mwandishi. Leo inaniuma sana.